Bwana Yesu, utukufu ni wako na heshima kwa wakati na saa hii ya pekee ambayo umetupa. Tuko mbele zako, nia yetu ni kujifunza kutoka kwako. Nasi tunajua neno la wakati linaponya nafsi zetu, linatutia nguvu, linatutegemeza, linatupa ujasiri wa kutembea na wewe, na hata wakati wa kudhihirishwa mbele ya macho yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Adui huna mamlaka, nimekwisha kukuseta kwa uwezo wa nguvu ya jina la Yesu. Tangu sasa huna mamlaka juu yangu na juu ya neno na juu ya nafsi za watumishi hao wanaosikia neno, katika jina la Yesu Kristo mfalme, Mungu aliye hai, ninaamini. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tumekubali Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, haidhuru, lazima tujaribiwe, lazima tupimwe. Lengo la kujaribiwa ni kuthibitishwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Ni kuthibitishwa. Wale ambao wameajiriwa kama mimi wanaona kuna muda wa kipimo, kuna muda wa kuthibitishwa, na mtu akiisha kuthibitishwa tu tayari kuna vitu vinafunguka mbele yake. Mfano, kama mwalimu, nikiisha thibitishwa ndipo kuna fursa zingine zinaanza kutokea kwangu. Nina uwezo wa kwenda kuchukua mkopo, nina uwezo wa kwenda kusimamia mitihani, nina uwezo wa kwenda kwenye semina mbalimbali, na uwezo wa kwenda kusimamia uchaguzi na vitu mbalimbali. Nikiisha kudhibitiwa kuna vitu vinafunguka. Ile kuthibitishwa ni maana ya kusema kweli tumekupima, umekidhi vigezo vya kuwa mwalimu, kutegemeana na masharti yaliyoko huko na utaratibu ulioko kwenye hiyo kazi. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Alikadhalika kila maeneo, mfanyabiashara halisi, mfanyabiashara kweli kweli, kuna kipindi ambacho alithibitishwa kutegemea na kazi yake anayoifanya. Hata wewe kuna wateja ambao, kama wewe ni mfanyabiashara, kuna wateja ambao hutawaamini mpaka kuna kipimo utawapa, kuna muda utawapa, na ule muda ukiisha kuwathibitisha kwamba ni wateja waaminifu, ndipo una uwezo wa kukopesha, ndipo una uwezo wa kufanya kazi nao kikamilifu. Haleluya, haleluya. Hata wale waliopitia uchumba hadi ndoa. Uchumba ni kipindi, sema amen. Ni kipindi ambacho kila mmoja anataka kumthibitisha mwenzie kama anakidhi vigezo, anafaa, ni yeye kweli. Kuna namna fulani ya kuthibitishwa. Unamthibitisha mtu ili ujiridhishe naye, uwe na uhuru, uwe na amani ya kufanya chochote kwake kwa kuwa umemthibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa, baada ya kuthibitishwa utaona sasa unaweza ukamwamini, unafunguka, unamwambia mambo yako, unajiachilia kwake, unatoa gharama kwa ajili yake, maana umemthibitisha. Umejiridhisha kwamba hakika ni mwaminifu, ameamua kunioa, nimeamua kuolewa naye, ameamua kufanya biashara, ameamua kweli kwa mteja wangu. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo kama ambavyo wanadamu wa kawaida wanaweza wakathibitisha mambo fulani fulani, zaidi sana Mungu wetu lazima tuthibitishe. Haleluya. Tunasoma habari za mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Kabla hajathibitishwa, kuna maneno ambayo Mungu hakutamka juu yake. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimefungwa, lakini alipothibitishwa ndipo jambo fulani likatokea. Yesu Kristo mpaka anakwenda msalabani, mpaka anapigwa, mpaka anatemewa mate, mpaka anadhiakiwa, pale alikuwa anathibitishwa. Alipothibitishwa akashinda, ndipo tunaona anatangaza. Hebu sema amina kwa jina la Yesu.
Bwana Yesu anasema hivi, nimepewa mamlaka yote duniani na wapi? Na mbinguni. Baada ya kuwa amethibitishwa, ndipo anatangaza yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Sema amina kwa jina zuri haya. Ndio, baada ya kuthibitishwa. Kwa kuna vitu ambavyo sisi kama watumishi wa Mungu katika maisha yetu lazima tuthibitishwe. Lazima tuthibitishwe. Wewe ukaitwa mtumishi wa Mungu kabla Mungu hajakuthibitisha. Iko namna mbalimbali Mungu anakuthibitisha katika kila eneo la utumishi ulionao. Kila mtu kwa sehemu yake anathibitishwa. Kila mtu kwa sehemu yake anathibitishwa. Wewe unafahamu huko nyuma kuna mahali tumepita, kuna mahali tulipita, Mungu alikuwa anathibitisha, na kuna vitu vilikuwa vimefungwa vimekuja kuonekana mbele, vimekuja kunenwa mbele baada ya Mungu kuwa ametuthibitisha. Maana yake kama angekuwa bado hajatuthibitisha, tusingesikia yale ambayo anasema. Sema amen. Kuna nyakati Mungu alinyamaza kimya, tunapambana peke yetu, tunapitia hili, tunapitia lile, tunapitia hiki, tunapitia kile. Mungu amenyamaza kimya, lakini huo ulikuwa ni wakati wa sisi kuthibitishwa, ili ajue kama kweli tumeamua kumfuata yeye, kweli tumeamua yeye kuwa Bwana wetu na sisi kuwa watumishi wake, kweli tumeamua kwa gharama yoyote kumtumikia Mungu aliye hai. Huwezi kuwa mtumishi kweli kweli wa Mungu ikiwa hujafikia kiwango cha kuthibitishwa. Musa alithibitishwa mpaka Mungu anamuita rafiki yangu, baada ya kumpitisha maeneo fulani fulani, kumpitisha mahali fulani fulani, akajiridhisha kwamba ni kweli ameelekeza moyo wake kwangu. Watakatifu wote waliotutangulia katika imani walithibitishwa na Mungu kwa namna tofauti tofauti, kutegemea na kile kilichokuwa ndani yao. Haleluya! Wangapi wako tayari kuthibitishwa na Mungu aliye hai? Ni rahisi kusema amen, lakini usipotambua saa yako ya kuthibitishwa, nataka nikwambie unazama. Unazama. Ikumbukwe kwamba imani yetu huthibitishwa wakati usiofaa kwetu. Hapa ndipo kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu hujulikana. Maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni kile kilichozaliwa mara ya pili, si kwa uwezo wa damu na nyama, bali kwa Roho wa Mungu. Ndipo tunafanyika kiumbe kipya. Haijalishi wewe ni mzee wa miaka, una mvi, una uzao, una wajukuu na vitukuu, lakini maadamu tu umeamua kumpokea Kristo, manake umeamua kufanywa kiumbe kipya, kuzaliwa mara ya pili. Maana yake katika wakati huo hakuna lolote utakalosema ninajua kwa sababu ya miaka nilionayo, kwa sababu ya umri nilionao, kwa sababu ya elimu nilionao. Utatembea kama Kristo anavyotaka. Utakwenda kama Kristo aliyekuzaa. Yeye ndiye anayekuwa anajua kila kitu sahihi. Sema mimi na kwa jina la Yesu hai. Wa kwanza kujifunza kwake ni Yesu. Chochote, ndio maana anasema hivi, lolote mfanyalo kwa neno na kwa tendo, fanya kwa imani ya Yesu Kristo na fanya kwa utukufu wa Yesu Kristo. Maana yake nini? Chochote tunategemea msaada kutoka kwa Yesu. Chochote tunajifunza kwa Yesu. Chochote tunapata maelekezo kwa Yesu. Chochote tunapata nguvu ya kwa Yesu Kristo mwenyewe. Hatufanyi lolote kwa shauri letu. Mtu hawezi kufanya lolote kwa matakwa yake mwenyewe, kwa shauri lake mwenyewe, bali yote tunayofanya kwa kusudi la Mungu aliye hai. Namba stopisha kidogo. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12, neno la Mungu linasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao. Akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Sikilizeni. Ukiisha sikia akiisha kukubaliwa, ina maana
anaweza akakataliwa. Ile kukataliwa maana yake hajathibitishwa kuwa anastahili kuitwa mtumishi, kuitwa mtendakazi pamoja na Bwana. Akiisha kukubaliwa, ina maana kuna wakati anaweza akakataliwa. Sema amina kwa jina la Yesu ni hai. Anasema heri mtu astahimilie majaribu. Heri mtu astahimilie majaribu. Heri mtu aliyekubali kwamba lazima apimwe ili athibitishwe kuwa anastahili kuitwa mtumishi wa Mungu. Kuitwa mtumishi wa Mungu, sema amina kwa jina la Yesu hai. Sikiliza, ndio maana maandiko yanasema hivi, sio wote wasemao Bwana Bwana watakao urithi ufalme wa mbinguni, bali ni wale wafanyao mapenzi ya Baba yangu. Sikiliza, wafanyao mapenzi maana yake ni wale waliothibitishwa, wakawa tayari, wakajulikana, wakathibitishwa kuwa wako tayari kufanya mapenzi ya Baba mbinguni. Sio mapenzi yao, sio mapenzi ya akili zao, sio mapenzi ya ndugu zao, sio mapenzi ya chochote, mapenzi ya Baba wa mbinguni. Sema amina kwa jina zuri hai. Na kufanya mapenzi ya Baba mbinguni sio hivi hivi, kuna gharama. Inafika mahali kuna vitu unatengwa navyo, kuna vitu naingia gharama. Muulize mtumishi Paulo, anasema hivi, kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kumfuata huyu Yesu, kwa ajili ya utume huu, mambo yale yote yaliyokuwa yanaonekana ya faida kwangu, yaliyokuwa yanaonekana ni ya maana kwangu, yaliyokuwa yakinipa heshima kwa wanadamu, yaliyokuwa yananipa faida katika dunia hii, kwa sababu ya kumfuata Kristo, kwa sababu ya kuwa tayari kufanya mapenzi ya Baba yangu, imenigharimu kuingia hasara. Na sio kuingia tu hasara, yako mambo na yahesabu kama mavi, na yaona kama mavi. Kwa nini? Kwa sababu ya uzuri wa kuwa na huyu Yesu, kwa sababu ya uzuri wa kuitwa mtumishi wa Mungu aliye hai. Wewe ukathibitishwa ukaendelea kukaa na ukale, ukaendelea kukaa maisha ya zamani, mawazo ya zamani, mwenendo wa zamani, tabia ya zamani, haiwezekani. Unapothibitishwa, kuna vitu unachujwa, vinaondolewa kwako. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Haleluya, watumishi wa Mungu aliye hai. Sio mchezo. Usifikiri ni kawaida, usifikiri ni kawaida. Kwa hiyo mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu. Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Wangapi wanaliamini hili neno? Wangapi wanaliamini hili neno? Sikilizeni, anasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Sijui kama unanielewa nachokisema. Mtu ajaribiwapo asiseme najaribiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kumjaribu mtu, wala yeye hawezi kujaribiwa na maovu ya mwanadamu. Amen. Mungu hawezi kumjaribu mtu. Sikiliza, sio kila jambo unalolipitia ni Mungu ameruhusu. Lazima uangalie jambo hili ambalo nalipitia, nini mapenzi ya Mungu katika hili. Sasa tusipofikia mahali pa viwango vya kutambua na kuelewa haya, itafika mahali tutamsingizia Mungu. Kwa sababu sikiliza, kipimo chochote cha Mungu hakikufanyi ujute. Unajua hili somo ilikuwa lihubiriwe siku ya Jumapili iliyopita, lakini nishangaa wakati Mungu amemwinua mtumishi, anasema maisha ya msalaba. Sema amen. Maisha ya nini? Ya msalaba. Tunapozungumza msalaba, sema amen. Wengi wanafikiri ni mti,
wanavaa migongoni mwao, wanavaa vifuani mwao, mikononi mwao, shingoni mwao, wakimaanisha kwamba wameubeba msalaba wa Yesu. Sikiliza, hiyo ni tafsiri ya kishetani kabisa, ni tafsiri ya kipepo kabisa. Ukitaka ujue msalaba wa Yesu, yajue maisha ya Yesu, yajue mapito ya Yesu, ujue utumishi wa Yesu Kristo, ndipo utaelewa kubeba msalaba wa Yesu Kristo na kumfuata. Sio lile ni mti, lile ni mti, ni ishara ya nje inayowakilisha ugumu, uzito, taabu wakati unapokuwa umebeba msalaba wa Yesu. Sema amina kwa jina zile hai. Anasema hivi, mtu ajaribiwapo asiseme najaribiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kumjaribu mwanadamu, wala yeye hawezi kujaribiwa na maovu. Lakini watu wengi anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Maana yake nini? Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ina maana gani? Ina maana hii kwamba Mungu akiisha kujidhihirisha kwako, akiisha kujidhihirisha kwangu, akanifunulia namna inavyonipasa kuenenda, namna inavyonipasa kutembea, ina maana nikiamini inanipasa nitembee vile vile Mungu anavyotaka nipite. Sasa kinachofanya mtu aingie kwenye majaribu ni ile tamaa ya nafsi yake mwenyewe, kutaka kutembea kama anavyotaka yeye, kutaka kuifuata nafsi yake mwenyewe, kutaka kujiokoa nafsi yake mwenyewe, kutaka kuilinda heshima yake mwenyewe, kutaka kutafuta utukufu wake mwenyewe. Mungu anasema hivi, pita hapo. Sema amina kwa jina zuri hai. Hapo utakapokuwa unapita hapa, kuna wakati utadharaulika, kuna wakati utatukanwa, kuna wakati utabezwa, kuna wakati utadhihakiwa. Sasa aliye tayari kubeba msalaba wa Yesu ili ashinde jaribu ambalo shetani atalileta kutokana na lile neno ambalo Kristo Yesu amemwamuru huyu mtu, lazima akubali fedheha, lazima akubali aibu ya wanadamu, akubali fedheha ya wanadamu, akubali kubebwa na wanadamu, akubali kudhihakiwa na wanadamu kwa ajili ya Kristo. Kumbuka, maisha ya Yesu Kristo ndio mfano wa maisha yetu ya wokovu na utumishi wetu. Hakuna mahali Yesu alinenwa katika uzuri. Hata waliojitahidi kunena walinena nafsini mwao tu, hawakujitokeza hadharani. Ni wachache waliosimama wakasema huyu ni mwana wa Mungu. Walisema wakati kazi amekwisha kuimaliza. Sema amen. Alipokwisha kuimaliza pale msalabani, ndipo akasema hakika alikuwa ni mwana wa Mungu, hakika alikuwa ni mfalme. Lakini akiwa bado hajathibitishwa kaimaliza kazi yake pale msalabani, wengi walikuwa wanatukana, wengi walikuwa wanabeza, wengi walikuwa wanadhihaki. Hauwezi ukatiwa moyo mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu ukiwa katika dunia hii, ukikaa katika njia ya haki, katika njia ya kweli, katika mapenzi ya Mungu aliye hai. Wengi watataka kukatisha tamaa. Kumbuka, shetani ni mtu. Anapotenda kazi humtumia mtu, anatumia kinywa cha mtu, anatumia matendo ya mtu, anatumia chochote anachoweza kutenda mwanadamu. Shetani hujivika ule uwezo na kutenda. Lengo lake ni kukuvunja moyo, kukatisha tamaa, kukurudisha nyuma, kukunyonya nguvu ndani yako, kukuondoa katika nafasi ambayo Mungu amekuweka. Sema amina kwa jina la hai. Kwa hiyo mimi ninapopita kwenye mahali fulani pagumu, jambo la kwanza lazima niamini kwamba Mungu hayuko tayari kunijaribu mimi. Utasema akamwambia Ibrahimu, akamjaribu. Sema amina. Lugha ya kimungu iliyotumika ukilinganisha na mapito ya Ibrahimu ni tofauti na lugha, ni tofauti na mapito unayoweza kuyapitia wewe. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Tanielewa tu.
Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sikiliza, naomba nikushirikishe siri hii ambayo Bwana Yesu aliniambia siku moja kwenye kikao cha ndani aliponitaka anifundishe. Akasema, sikilizeni, nikwambie tofauti ya jaribu wakati mimi ninapomthibitisha mtu na wakati huyo mtu anajijaribu mwenyewe, anajaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Sikiliza, akasema hakuna mahali Mungu nimeruhusu mtu huyo athibitishwe, apimwe, ili mimi Mungu niwe na ujasiri wa kumwita mtumishi wangu. Hakuna mahali atapita akakata tamaa. Hakuna mahali atapita analia machozi. Hakuna mahali atapita anaomboleza. Hakuna mahali atapita anajuta. Akasema hakuna mahali atapita anakata tamaa, anafikia mahali pa kuacha kazi yangu, utumishi wangu. Na hilo alimfundisha wakati mtumishi Abigaili alipokuwa ametoroka. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa sababu ndani ya moyo wake kulikuwa na mawazo ya kwamba acha huko nako nitakwenda kutumika. Acha huko nako nitakwenda kumtumikia Mungu. Kama vile wengine wanasema Mungu ni mmoja. Kwani Mungu yuko mahali hapa tu? Sikiliza, popote ukienda nje na maelekezo ya Mungu, ukienda kwa akili zako, ukienda kwa mawazo yako, ukienda kwa utashi wako, utamwacha Mungu, utakwenda peke yako. Kwa hiyo Mungu alinileta chumba cha ndani akanifundisha, akasema wengi wanapopita kwenye magumu wanasema najaribiwa na Mungu. Unajua ni jaribu langu, huu ni mapito yangu. Sikiliza, akasema kama ni mapito ambayo mimi nimeruhusu upitie ili uthibitishwe, ili imani yako ipimwe na kujaribiwa, akasema huwezi ukaacha wokovu, huwezi ukaacha utumishi, tembea na mimi pamoja wakati. Na akatolea mfano, hebu sema amina. Akasema ni wakati gani ambapo mtumishi wangu amepita kwenye nyakati ngumu. Kana mzungumzia mtumishi Mikaya, akasema amepita kwenye nyakati ngumu sana, kwenye changamoto za kuumwa, changamoto za namna mbalimbali. Ni wapi ambapo kwa akili timamu akaacha kunitumikia? Akasema wakati wote alipokuwa akipata nguvu, alipokuwa akipata nafuu, alikuwa anasonga mbele, anaendelea mbele, hajakata tamaa. Leo hii unapita kwa sababu unachanganywa na mawazo yako. Maandiko yanasema hivi, watu wanasitasita katika njia mbili. Unatembea na wazo la Mungu, unatembea na wazo la wanadamu. Unatembea na wazo la kibinadamu, unatembea na wazo la kimungu, unatembea na maandiko yanasema utasitasita katika njia mbili. Mpaka lini? Kuna jicho linaiona dunia ni heri, kuna jicho linawaona ulimwengu ni heri, kuna jicho linatamani mafanikio ya watu wa duniani, kuna jicho linatamani watu wa ulimwengu kwa amani afadhali. Kuna wakati huo unakimbia, unaona Mungu anaweza, unaona Mungu afadhali, unasitasita katika njia zako kuu mbili. Anasema mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Sikilizeni, kila mtu miongoni mwetu, ukiona unafika mahali unapitia jambo linakupa kukata tamaa ya utumishi, ujue ni tamaa zako mwenyewe zinakupitisha hapo. Wananielewa kitu ninachoongea? Ujue ni tamaa zako mwenyewe zinakupitisha hapo. Kwa kawaida, ikiwa kuna jambo Mungu anaachilia kipimo kwako, daima unapopita kwenye jaribu unapata nguvu mpya, unaongezeka, unatamani kufanya zaidi, unatamani kushangaza. Wakati wanadamu wanakuonea huruma, unaongezeka nguvu rohoni. Wakati wengine wanakata tamaa, wewe unasonga mbele. Hapo ndipo ujue kwamba niko pamoja na Mungu, hili limeruhusiwa. Maana unaona nguvu ndani yako, unaona kuendelea mbele, unaona kufanya zaidi ya jana. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Hakuna jambo lolote la kimungu
litakaloruhusiwa kwa mtu, alafu nakuta analia machozi. Soma Biblia, soma Biblia. Labda ni mimi tu. Soma Biblia yako uone. Hata wale uliodhani walikuwa wanalia machozi, walikuwa wanalia machozi ambayo yalikuwa yamejikita kwenye upendo wa kimungu. Wakati wanapita pale, wanauona ukuu wa Mungu, uwezo wa Mungu. Wasasema, Bwana, siwezi kukuacha hata katika haya, nasimama na wewe. Walikuwa wakisonga mbele, matunda yao yakidhihirika. Hebu sema amina kwa ajili ya haya. Sikilizeni watu wa Mungu. Alafu Mungu akaniambia jambo hili. Akasema ndio maana ya neno linalosema ufalme wangu atauteka wenye nguvu. Akasema chochote kinyonge hakitaiwekea kwenye ufalme